Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Uchambuzi wa leo ni juu ya kwa nini Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, licha ya kuzidiwa katika uwanja wa vita na wanajeshi wa Urusi, lakini hakutaka kujisalimisha hata kuanzia mwanzoni mwa vita hivyo. Urusi ilianzisha operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine mwaka 2022. Ni operation ambayo watu walitarajia ndani ya wiki mbili ama mwezi mmoja Urusi ingeweza kutoa maeneo inayoyahitaji ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson. Lakini vita vimeendelea kwa zaidi ya miaka minne sasa, huku Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akivumilia kuendelea kubaki madarakani, huku akitangaza sheria ya kijeshi inayoongoza taifa hilo. Wanajeshi wa Urusi walirusha makombora ya aina tofauti tofauti, na hata wakati huu Urusi inaendelea kuteka maeneo nyeti ya Ukraine, hasa ngome za kijeshi za taifa hilo. Wengi walitarajia kutokana na mashambulizi makali yanayofanywa na Urusi, Ukraine ingeamua kunyosha mikono juu na kuamua kujisalimisha, lakini hili limekuwa tofauti kwa Rais Volodymyr Zelensky. Уже штук 20 пролетіло. Hata hivyo, sababu za msingi zimetajwa. Kwanza ni Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye anaonekana kuingia kwake madarakani ni kutokana na mipango ya watu wa Ulaya, hasa NATO na Umoja wa Ulaya EU. Na hao ndio ambao wametengeneza mazingira ya Volodymyr Zelensky kuendelea kusalia madarakani, kwani wameendelea kumpa msaada mkubwa kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Urusi. Mipango ya watu wa magharibi tangu awali, kama alivyoeleza Rais wa Urusi Vladimir Putin kabla yeye hajaingia madarakani, ilikuwa ni kuiharibu Urusi na kuitenganisha, kama ambavyo walivyoweza kutenganisha Umoja wa Usovieti na kumuingiza Bwana Gorbachev, ambaye Rais wa Urusi anasema amefanya makosa makubwa na anaamini alishirikiana na watu wa magharibi. Kuingia kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin mamlakani kumekuja kusababisha Urusi kurejea katika hadhi yake ya Umoja wa Usovieti, na ndio maana hata baadhi ya makamanda wastaafu na viongozi wa CIA wastaafu wa Marekani wanamuona Vladimir Putin aliyevaa ngozi ya KGB, ambaye hatetereki na ambaye sasa anataka kuifanya Urusi kuwa na nguvu tena, huku akisema Rais Putin kwamba anachokihitaji ni heshima ya Urusi. Rais wa Urusi Vladimir Putin aliwahi kuambia viongozi wa Ulaya kwamba ikiwa hawataki fujo katika Ulaya lazima waheshimu Urusi. Hii ndio maana halisi ya kuwa na amani katika eneo la Ulaya Mashariki pamoja na Magharibi. Mpango mkakati uko mikononi mwa Urusi sasa, na kadri uongozi wa Ukraine unavyoahirisha mazungumzo kwa muda mrefu ndivyo hali inavyokuwa mbaya zaidi. Rais wa Ukraine anatumia mbinu nyingine ya kuzuia mazungumzo na Urusi ili tu aendelee kusalia madarakani, anasema mwanajeshi mkongwe wa jeshi la Uswidi na mchambuzi wa masuala ya ulinzi Mikael Valtersan, akitoa maoni yake kuhusu maoni ya Rais Putin kwenye chapisho lake la mwisho wa mwaka kuhusu hali ya mgogoro wa Ukraine. Mtazamo wa Ukraine wa mchakato wa amani ni mgumu sana kuelewa, anaiambia Sputnik. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanaelezea zaidi kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky hakutaka kung'oka madarakani, na moja kati ya sababu nyingine inayotajwa ni manufaa ya Marekani, ambayo sasa imetoa amri kwamba ikiwa mataifa ya magharibi yanahitaji kuendeleza operesheni hiyo ya kijeshi nchini Ukraine, lazima yatumie silaha kutoka nchini Marekani, na kwamba watalazimika kununua silaha hizo. Na hivyo hata Marekani yenyewe ya Rais Donald Trump, licha ya kwamba inataka amani na kumaliza mzozo huo, lakini bado kuna namna inanufaika na mzozo huo kwa kuuza silaha zake. Kadhalika, moja kati ya sababu nyingine inayotajwa kwa nini Zelensky hataki kunyanyuka Ikulu na kunyosha mikono na kumaliza vita hivyo ni watu wa magharibi ambao wamemshika kutaka heshima, kwamba wameweza kuangusha utawala wa Rais Vladimir Putin, jambo ambalo kimsingi linadaiwa ni gumu mno kwa sasa. Uongozi wa Ukraine unatamani sana kutonekana kama wapotezaji kwa idadi ya watu wa Ukraine. Umepofushwa kwa sehemu ya propaganda za Ulaya.
Ukraine ni hodari sana katika vita vya habari na imesadikisha sehemu kubwa ya wakazi wa Ulaya na Ukraine kwamba vita hivyo ni mkwamo ambao unaipendelea Ukraine. Wakati huo huo, Volodymyr Zelensky yuko katika hali ngumu sana na anajua kwamba ikiwa atapoteza nguvu, anaweza kupoteza uhuru wake na labda pia maisha yake. Hii ni sababu nyingine ambayo inamfanya Zelensky kutonyosha mikono juu na kuamua kuachana na vita hivyo. Hawezi kuwa na uchaguzi hadi apate mkataba mzuri wa amani kama anataka kushika madaraka, wanaeleza zaidi wachambuzi wa mambo. Kwa hiyo anang'ang'ania madarakani na kungoja muujiza kama vile Hitler alivyofanya mnamo mwaka 1944 hadi 45. Zelensky anatanguliza ustawi wake juu ya siku zijazo na maisha yake pamoja na ya watu wa Ukraine. Matokeo yake pengine yatakuwa maeneo na wanajeshi waliopotea zaidi wa Ukraine pamoja na amani ya mwisho kali zaidi. Wachambuzi wa mambo wanasema vikosi vya Urusi sasa vimeshikilia mpango huo wa kimkakati tangu mwaka 2023, wakilenga kuendeleza majeruhi lakini pia vifo kwa wanajeshi wa Ukraine na kuwatimua katika maeneo yao nyeti iwezekanavyo, na wakati huo huo kuongeza mashambulizi zaidi. Urusi imepiga hatua kwa takribani kilomita 6 mwaka 2025 kutoka kilomita 4 mwaka 2024. Hii ni baada ya kuteka eneo nyeti la ngome ya kijeshi ya Ukraine. Na hata wakati huu, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Vladimir Putin, ni kwamba mashambulizi yanaendelea na kuwakimbiza wanajeshi wa Ukraine katika maeneo yote ya Donbas, Zaporizhia, Kherson pamoja na Dnipropetrovsk, moja kati ya maeneo huko nchini Ukraine ambayo ni sehemu ya ngome kuu za wa Ukraine, hasa jeshi lao. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.